Na mtazamaji wa KBC Channel 1, vile vile msikilizaji wa KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya. Ilivyo ada kila siku ya Jumanne tunapatana katika mazungumzo ya moja kwa moja kupitia Channel 1 na vile vile kupitia KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya. Na hii leo tutakuwa tunaangazia masuala ya majeraha na vile vile makovu na ni vipi tutaweza kupona kutokana na majeraha ya maandamano. Tunaangazia maridhiano ya kitaifa. Basi ni vipi kama taifa tutazungumza kwa lugha moja kuhakikisha kwamba yaliyotukia hawezi kurejea tena. Karibu sana, unaweza kuzungumza nasi kupitia katika mitandao yetu ya kijamii kwenye Facebook KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya, KBC Channel 1 na vile vile kupitia mitandao yetu ya X, na pia unaweza kunitag kwa @DoraManya. Na msikilizaji na mtazamaji, yapo maandamano yalitikisa nchi mwaka uliopita na hata hivi majuzi maandamano ya Juni tarehe 17 na vile vile tarehe 25, na basi tunaangalia vipi tutaweza kuzuia mambo kama haya, manake kuna hasara ambayo imekadiriwa kando na maisha ambayo pia yamepotea. Na baada ya maandamano hayo, serikali imejaribu kuchukua hatua mbadala kwa kuunda tume za uchunguzi hapa nchini, kutoa ahadi za fidia kwa waathiriwa na familia zao, na pia kuanzisha mazungumzo ya kitaifa ili kushughulikia chimbuko la matatizo yote haya. Lakini bado kuna swali, je, tunawezaje kupona kama taifa lililogawanyika kwa kutoaminiana? Basi hii leo katika studio zetu ninao wageni watatu ambao watatusaidia kujibu swali hili. Na kwanza kabisa, karibu nami naye naibu gavana kaunti ya Machakos, Mheshimiwa Francis Mwangangi. Karibu sana mheshimiwa. Asante. Upande wangu pia wa kushoto, Mheshimiwa Tom Odege ambaye ni mbunge wa Nyatike. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Na katika sekunde za kuhesabu pia tutakuwa naye Bi Evelyn Ogendo, yeye ni mwana saikolojia ambaye pia anajiunga nasi katika panel hii katika muda usiokuwa mrefu. Upande wa pili wa redio ni mwenzangu Rashid Mwamkondo. Basi karibu sana msikilizaji na mtazamaji, tuendelee katika shughuli hii ya leo. Na labda tuanze tu, nianzie hapa karibu kwangu Mheshimiwa Mwangangi. Tumezungumzia maandamano kutoka mwaka jana tarehe 25 Juni, yalikuwa maandamano ambayo yalitikisa nchi. Mwaka huu pia tumeona tarehe 17 na hasa tarehe 25 katika kile ambacho kilionekana kuadhimisha mwaka mmoja na kuomboleza wale ambao walipoteza maisha yao. Kwa sasa unasemaje, tuko wapi kama taifa kuhusiana na vile mambo yamekuwa yakiendelea? Tumefikia wapi kimaridhiano, kupona, kusonga mbele? Kimaridhiano tuko mbali kidogo. Kuna bado tuko na hile jambo la mimi na wale na sisi, na hiyo sio jambo ambalo ni la kufurahisha. Nafikiria kama nchi kuna mambo tunahitajika tuiangazie na tuiangalilie. Kwanza siasa zetu, kwa sababu jambo ninalolizungumza hapa, kuna wale watu hata mimi siwajui, lakini according to them I'm their leader, na yale nazungumza wanaichukulia kwa maanani sana. So lazima kwanza kama viongozi tuangalie siasa zetu ni za aina gani. Kwa mfano unaona tulipoanza tulienda kwa uchaguzi uliopita. Kumalizana na uchaguzi ndio hiyo tumepelekwa kwa maandamano. Kisa na maana Gen-Z ndio hao sasa wameingilia. Kukaa baadhi yetu ni hao wameingia kwa serikali. Anawaelezi watu tumeenda kule, unastukia tu baadhi ya wale wamekimbia kule na wamesema wamepeana professionals kwa serikali. Mbungeni tunasema kama nchi ni nchi ya kidemokrasia. Tukisema sisi ni nchi ya kidemokrasia, unapata mbungeni, both Senate and National Assembly, unapata viongozi wako pale wanakuamilia, hawataki kuama kabisa waingie serikali, bado wako pale wanakuamilia, na unapata nchi inaongozwa na watu wawili, both majority and minority. Kuna capturing of state agencies, na haya mambo ni mambo mazito sana, kwa sababu ikiwa
asubuhi tunakaa chini, tunakutana, tunasema kama minority na majority kwa mbunge, Senate na National Assembly tutafanya hii na hii, and then tunaambia viongozi wetu hiyo ndio inatendeka. Kenyans are frustrated, nobody to stand for them, na ndio tunaona tuko mahali tuko. Asante sana. Anasema mheshimiwa hapa kwamba kimaridhiano tuko mbali, na nilipokuwa nazungumza nimemwona mheshimiwa Tom Odege kidogo ni kama kuna kitu alikuwa anataka kusema. Wewe ni mbunge, unawakilisha watu katika eneo bunge la Nyatike, mnatunga sheria katika bunge. Matukio haya ya maandamano mwaka mmoja baadaye, mwaka uliopita, mwaka huu katika maadhimisho waliotaja kukumbuka wale ambao walipoteza maisha, kupoteza mali, unachukua vipi kama mbunge? Tuko wapi? Asante sana kwa kunipa hii nafasi, lakini wacha tuseme ukweli. Kenya kama nchi tuko mbali, na kwa vile tuko mbali inatakikana sisi tujue ya kwamba tumekosea wapi, ndio tuone vile tutaanza upya. Ukiangalia hata vijana wako kwa barabara, hii inamaanisha ya kwamba hata curricula ya shule inatakikana tuangalie mzuri sana, kwa sababu hata vile watoto wanakuja saa hii, ukiona Defiance inaonyesha kuna ka foundation fulani tumekosea. Sasa hii ni jambo linatakana tuanze kwa shule, hapo chini kabisa watu wafundishwe wajue kuwa Mkenya ni nini. Lakini ukiangalia tabia yetu na vile mali tumefika saa hii, hakuna mtu atakuja hapa saa aseme yeye ni mzuri. Tukitoka kwa hii mlango kila mtu ameenda kwa ukabila yake. Tukitoka kwa hii mlango utapata vijana wanakuja wanajua ya kwamba ukitoka shule hakuna kazi. Ukitoka shule lazima ujisimamie wewe mwenyewe. Ukitoka kazi hakuna inchi for you. So inatakana tuangalie Kenya yote kabisa. Jinsi tunalelea watoto, sisi kama wazee mahali tumekosea, tuko wapi? Ukiangalia hii mambo ya hata hii kelele tuko nayo nje, hii ya Gen Z, maandamano na kila kitu, utapata percentage kubwa sana ndani yake ni siasa. Na hiyo siasa pia ukiangalia ndani yake kabisa kuna ukabila pia ndani. So hizo ni ugonjwa ingine, tusipopata matibabu hata tuongea hapa leo, kesho mpaka next year hatutapata jibu. Lakini jibu lazima tuwe na foundation ile inaanza kwa shule huku chini. Ukienda nchi kama Tanzania, utapata mtu anasoma kwao, utapata mtu anasoma college kwao, watu wanakuwa mix mpaka wanakuwa wa Tanzania. Unakuwa hata ukienda Tanzania ulize mtu kabila yako ni gani, wanasanga. Hiyo ni kitu ingine hata hawana. Lakini ukiona hii yetu hii, unakutana na mtu unafanya introduction na Maluo. That's the first introduction na Maluo. You are very proud of your tribe, not your country. Hizi ndio vitu ndogo ndogo lazima tuangalie. Tusipoangalia hii road iko deep. Iko deep kabisa. Hata leo tuchukue Mwangangi tumweke awe president, bado atakuwa na hiyo challenge. Lazima inaanza kwa foundation huko chini. Tukisema wanasiasa wa hili hapa juu na ile sumu imeingia kwa watoto wetu, hakuna kitu tunafanya. Naam. Umeanza vizuri mheshimiwa, na nimlete Bi Evelyn ambaye amefika. Nimeona akitingiza kichwa wakati ulikuwa unazungumzia labda ni misingi. Anasema mheshimiwa kwamba ni wakati wa kurejea katika misingi, labda tuende katika shule, tuanzie pale kabla tujafika hata kwa wanasiasa. Labda ugonjwa uko wapi haswa? Uko pale katika misingi yetu. Je, ni maadili katika watoto wetu, ni tamaduni, ni kipi ambacho tatizo liko pale, ambapo anasema sasa turudi pale, tuanzie mahali fulani. Wewe ni mwana saikolojia. Wakati mwingine mwanasiasa, lakini leo mimi si mwanasiasa. Ndio. Leo mimi ni mwana saikolojia. Alizungumzia mambo ya msingi, and mzungu alisema charity begins at home. Kitambo ufike shuleni, huyu mtoto ni mtoto umemzaa, umemlea. Mtoto umlea ndivyo kwavyo. Kuna watu wengi sana wamefeli hapa, kuanzia na sisi wazazi, kwa sababu muda tu tunapolea watoto wetu. Najua developmental stages of a human being, na kuomba ruhusa sababu vitu zingine sijafahamu sana kuzungumza kwa Kiswahili, so itabidi tu nichanganya kidogo, hata wale nikisema hiyo mambo kwa Kiswahili itawachanganya kidogo. So nimeomba ruhusa yako, shanikubalia, lakini Kiingereza kwa kiasi. Okay.
Asante. Now, tukiangalia vile sisi wenyewe wazazi, unaona hata watoto wetu wanapofika ile umri ya adolescence. Unajua hata sisi wazazi kuna mambo nyingi sana tunazungumza kwenye chumba chetu. Tukifikiria mtoto angali ni mchanga, hata unaona watoto wa 1 year 2 year unaanza kuvaa nguo mbele yake. Unaona wageni wakija anazungumza. So tumefeli kama wazazi, tuanzie hapo. Kwa sababu ile maneno mnazungumza hata tunapopeleka watoto shuleni, wazazi wengi hawana heshima kwa walimu. Unaona watoto wazazi wanasengenya mwalimu fulani na wanacheka kwa wao, huu mtoto wao mwenye anaenda the same school, hii ni post ya mtu, sababu hawaelewi information. Unajua watoto wetu wakizaliwa hawana content, hawana information. Sisi wale tuko karibu nao ndio tunawapatia content. So watoto hao wanapofika shuleni, unaona ushasengenya mwalimu wangu, mtoto pale hata msikiza mwalimu, kwa sababu labda wazazi unajua vile uchumi kombaya, labda wako na shida fulani ya kulipa school fees ama mambo nyingine. Sasa wanawafikishia walimu, hasira hizo zao wametransfer kwa mtoto, kwa mwalimu. So unaona we are losing it, na mtoto angali mchanga. Sasa akiendelea kukua, ndio sisi sasa tunaendelea. Watoto wetu waliambiwa, sijui hata nani alisema hivyo, arudi nyuma apotoshe watoto wetu, asiwapotoshe tena. Education is the key to success. Kuna hiyo kitu ilikuwa inakuwa kama slogan, sijui kama shule zingine bado zinatumia education is the key to success. Sasa mimi nasema education alone will never be the key to success. Kuna wale watu who have good morals. Uko na uhusiano gani na Mungu wako? Uko na uhusiano gani na wakuu wako? Uko na uhusiano gani na wazazi wako? Uko na uhusiano gani na wewe mwenyewe? Unajua watoto wetu wengi hawajajitambua, sababu kila wakati anataka kuwa kama mtu mwingine. They want to be like somebody else. So wewe ni nani? Ukiuliza mtoto wetu wewe ni nani, ataanza kukuambia mimi ni kwa hii shule nilipata hii grade, niko university nafanya hiko. That is not who you are. Kwa hivyo wazazi wana kibarua kwa watoto. Hata wameshafeli kwa kibarua. Tuanze hapo. Sababu hawa watoto msamaki mkunje angali mbichi. So na wazazi wengi haswa, unaona watoto Gen Z vile wana process information, sio vile mimi naweza process, sio vile anaweza process, vile anaweza process. Kwa sababu gani? Kuishi kwingi kuona mengi. Hawa ni watoto wamekuwa, wamepata maneno vile yako, wamepata siasa, wamejua siasa yetu ni ya miaka 5. Kwa sababu hapa kuna siasa, kuna pesa rahisi. Chukua hii, pigia huyu kelele. Na unajua anataka majibu ya saa hiyo. Ataki kujua baadaye kutakuwa nini. Naam, Biblia umezungumza vizuri. Tutakuja baadaye hapo. Kwa sasa tufanye vipi kwenda mbele? Manake tuko hapa kutafuta suluhu kama taifa. Lazima tusonge mbele kama taifa. Sasa tunafaa kuelewa kama nchi ya Kenya. Kama ni ule former deputy president, kila mtu akuna hasira zake. Hapa ni hasira. Mimi nimekasirika na wewe. Mimi nimekasirika na mheshimiwa. Sasa mimi I'm recruiting other people to be annoyed with me. Na wewe hujakuwa deputy president. Shikilia pale. Bwana asipewe ruhusa apige vita zake mwenyewe. Shikilia pale, manake pia hatuna thibitisho kwamba labda anajitokeza wazi katika haya mambo na kuhusika moja kwa moja, na sitataka tuende pale. Labda kidogo nimlete Bwana Mwangangi hapa mheshimiwa. Na ulipoanza kuzungumza ulianza kwa misingi ya siasa. Ikawa kwamba kidogo ukasema tuko mbali katika masuala ya maridhiano. Amezungumzia masuala ya maadili ya watoto na amezungumzia masuala ya misingi katika watoto wetu. Hivi tuangalie haya mambo yote kwa pamoja. Kama taifa lazima tusonge mbele nilivyosema, lakini ni vipi kutakuwa na balance katika haya mambo mawili, kwamba hawa watoto kuna wale wanasema wanajua haki yao, wanatafuta uwajibikaji ama accountability kutoka kwa viongozi wa kisiasa, lakini wapo wale wanahisi ya kwamba ni upotovu tu wa nidhamu. Vipi to strike balance? Kitambo nikuje kwa swali yako, niruhusu ni tofautiane na wenzangu kidogo. I think Kenyans should ignore totally the politicians from UDA and from ODM. Kwa nini? Hii narrative ya Gen Z ni watu ambao wameletwa na aliyekuwa naibu, si aliyekuwa naibu wa rais. Wachana na huyo amekuwa appointed the other day, ambaye nasema naibu wa rais aliyechaguliwa na wananchi. Lakini kwa sasa tunaye naibu rais. Tuko na naibu wa rais wa pili wa taifa wa Jamhuri ya Kenya. Sasa wanataka kuleta certain theory. Kwetu we have a saying inasema, mimi nikishindwa na jambo fulani
nitapeleka hiyo lawama mahali pengine. Sasa hawa wenzetu wako kwa serikali. Sasa ni wanasiasa ndio wanajua yule ametenda kitendo ndio wazungumzie, ama ni vitengo ambazo zinapaswa kufanya uchunguzi alafu wanatueleza. Hawa wanasiasa wa Kenya wa KK na ODM ndio unaona wanatembea kwa raia, wanawaeleza ni huyu si yule. Sasa na wanasiasa wa Kenya tunawajua, ni wale tu kuitwa asubuhi, chika hii, enda mahali fulani sema ile. Shida ni wanasiasa. Sasa vipi, najaribu kuelewa. Nataka nieleze wa Kenya, they need to ignore such a narrative because it is a narrative, political narrative to justify why they had to be used to do away with the Gachagua as a deputy president of the Republic of Kenya. Sasa nikuja kwa swali yako. Najua ni vizuri tuseme ukweli. These Gen Zs si watu wajinga, ni watu wanaelewa. They are raising issues. Na katika yale maandamano, ikiwa sisi kama taifa tulijua siku hii na saa hii kutakuwa na maandamano, katiba inasema tuko na jukumu na vitengo vya usalama walikuwa walete usalama. Imekuwaje wale wanapaswa kuleta huo usalama ndio sasa tunasikia wanaongea? Ilikuwa badala ya kushika hao watu na kupeleka kotini. Na inakuwaje ni only specific businesses targeted belonging to certain individuals? How comes? Okay. So in this case, the Kenya Kwanza leadership is trying to justify why they brought these goons and why, because tumewaona mheshimiwa, do you have evidence kwamba serikali ileta goons? Si evidence au kuona hapa nje ya county hall wakitembea na polisi wakibeba miti. Ni lini tulitoa usalama kutoka kwa vitengo vya usalama tukapatia private thugs? Naam, shikilia pale. Yeah. Wacha nimlete mbunge wa Nyatike. Mheshimiwa, naona unataka kuchangia katika swala hili, lakini pia tumejifunza chochote kama taifa wakati mambo kama haya yanatokea? Tuanze hata kuelekea wakati wa uchaguzi, wakati mwingine uchaguzi ukamilika, tunakuwa na ghasia za baada ya uchaguzi, tumekuwa na maandamano, mwaka jana maandamano yamefanyika tena juma lililopita. Are we learning lessons kama taifa? Singependa niende direction ya ndugu yangu, kwa sababu tukielekeza vile anataka ingia kwa siasa na pengine kuna kitu wa Kenya watatoka nayo kwa hii kipindi ya leo. Mimi nilisema ya kwamba kama nchi lazima turudi kwa foundation, tuone ya kwamba tumekosania wapi. Mimi ni mbunge wa ODM na saa hii niko katika upinzani, hata ingawa kama kuna watu tulikuwa nayo kwa bunge na wamekuwa mawaziri. Na hapo ndio nilikuwa nataka niseme hivi. Kama tuko na nchi Kenya, kila Mkenya ako na haki ya kuwa appointed katika hiyo serikali. Hakuna sheria umevunja hata kidogo. Kila Mkenya, hata kama ni wewe ama mimi ama Mwangangi, ukipata nafasi ya kuserve watu wenu katika serikali, hakuna reason ya kuona mtu amebetray mtu mwingine. Serikali ni yetu, sisi ni wa Kenya, serikali ni ya Kenya, kila mtu akona haki ya kuserve. Mimi pia kama mjumbe nilichaguliwa na watu wa Nyatike na nimepatikana katika upande wa upinzani. Niko na haki kukalia hiyo na kufanya kazi mahali tusituko. Hii jambo yote hii ya Kasongo na kila kitu, ukiangalia mzuri sana ni formula ya kutoa rais ama kubadilisha leadership. Na mimi kama umekuja upande yangu uniulize kwa nini hujajiungana na watu, ama kwa nini huku support Gen Zs kama unataka kupindua serikali, hakuna ruhusa. Mimi kama mwanasiasa na leader katika hii nchi ni kutoa serikali ile iko na tuna alternative. Kwa serikali
yetu kubwa ya kwenda hiyo Sabasaba tunataka kuachieve nini? Ama hii hata kama tulikuwa tuna remember wale walikuwa wameumia. Hata hii ya 20 what ilikuwa lini? 25. Hiyo maandamano ukiangalia hiyo siku, hata kama goons ilikuja kwa ile ingine, na mimi pia siku support, lakini hii hatukuwa na goons, na wale walikuja, wale waliiba na goons walikuwa kina nani? Walikuwa kina nani? Wacha tuwe fair. Kama maandamano imeitwa na kuna agenda, lazima tujue hii agenda inataka kusaidia Wakenya namna gani. Nayo wakati wa baada ya uchaguzi tulisema uchaguzi wetu imeibwa, na hiyo ndio ilikuwa agenda yetu kubwa. Saa hii agenda kubwa ni nini? Na unafanya saa hii watu wengi wanapoteza maisha, watu wengi wanapoteza biashara, na sisi kama leaders tunatakana tusaidie watu. Kila mtu awe na haki ya kufanya biashara katika nchi. Kila mtu awe na haki ya kupata vile atakao na survive nayo. Kuna watu hii Nairobi wanaamka asubuhi, wanakuja Nairobi, wanakuja City Center. Hiyo siku wakuja Nairobi warudi na mkate, watoto wao walikula nini? Swali zuri hilo, na tutakuja hapo kwa jinsi basi familia hizi zinafaa kuangaliwa wakati tunaanza kuangalia masuala ya suluhu katika sehemu ya pili haya kisha Bivlin baada ya kuchukua pumziko fupi. Manake baada ya haya yote akizungumza mheshimiwa, nimekumbuka semi za mwenda zake, nafikiri Profesa Saitoti kwamba inafika mahali taifa linakuwa kuu zaidi kuliko mtu binafsi. Na nafikiri kama taifa hapo ndo tunafaa kuwa tunaelekea, kwamba tunaweka utaifa na uzalendo mbele. Kwa sasa naomba tupate pumziko la kama dakika 1-2 upande wa pili wa studio za redio na televisheni majadiliano haya. Okay, let's talk. Women's Africa Cup of Nations, Morocco. Feel the pulse of a continent, where Africa's fiercest women warriors clash for glory in the Women's Africa Cup of Nations 2024. Africa's top teams, one crown. Morocco hosts once more, ready to etch new legends into history. Rising stars, one stage to shine. And it is the Copa Queen. They have been waiting for this moment. Here's a chance for a second. South African lead by 2-0 in this final, and he'll never higher. This is more than football. It's African excellence. It's women's power. Don't miss WAFCON 2024. Live from Morocco. Looking to advertise on KBC? KBC announcement services are now available on eCitizen. Visit kbc.ecitizen.go.ke and fill out the online application form. It's simple. 1. Complete the form. 2. Upload required documents. 3. Receive a quotation based on word count. And 4. Get notified via SMS when your announcement is ready. Please note, clearly indicate the type of announcement, service station, and all relevant details. 2. All applications must be made online only. Manual submissions will not be accepted. And 3. Announcements will air after news bulletins. For assistance, reach us on email ecitizen@kbc.co.ke or use our social media handles, Facebook, your Facebook account, and X at your X account. Or you can call us on 0723-892-654 or 0734-780-124. KBC announcements. Simple, fast, and digital. Semana Sports. Semana Sports is a bold, enlightening television show that offers Kenyans a direct line to the heart of government operations. Hosted by the government spokesman, Isaac Mwaura. Welcome to Semana Sports Bonga Dagava. This weekly program features candid conversations with senior government officials, cabinet secretaries, and heads of key parastatals as they break down their ministry's achievements
challenges, and strategic plans. Cage aquaculture farming, 8.7 billion. Yes. So there's a lot. Not even tap the potential. As we get closer to start constructing the first nuclear program, we should have a robust regulatory framework. Thank you, the spokesperson, for this chance, where we are able to converse with our government. Semana Spokes. Hii sio story ya jaba. Sio story ya jaba. Mimi ni Mkenya mzalendo daima. Thank you. Tuesday at 8 p.m. only on KBC Channel 1. Naam, karibu tena mtazamaji wa Channel 1 na vile vile msikilizaji wa KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya. Kumbuka unatupata moja kwa moja kupitia Channel 1 na vile vile station yetu ya KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya, ambapo upande wa pili niko na mwenzangu Rashid Mwamkondo, na hapa studioni kikao ni moto kiasi wakati ambapo tumekwenda break, lakini tutahakikisha kwamba angalau tunatuliza joto ili kwamba tuzungumze maridhiano ya vipi tutaweza kusonga mbele. Na wageni hapa studioni wote ni wanasiasa. Leo tunajaribu sana tusipige siasa, tunajaribu kadri tuwezavyo tuone na kwa vipi. Tunaye Bi Evelyn Ogendo ambaye ni mwana saikolojia, yuko nazi studioni. Vile vile mheshimiwa eneo bunge la Nyatike, mheshimiwa Tom Odege, na mheshimiwa Francis Mwangangi ambaye ni naibu gavana katika kaunti ya Machakos. Karibuni tena wangwana. Kabla tuende kwenye break, nilikuwa nikupishe Bi Ogendo, swala hili limekuwa na uzito kiasi cha haja, lakini nataka tuangalie suluhisho kwenda mbele kama taifa tufanyeje, na sana sana tuanze kwanza na jukumu labda la tuseme jambo la kwanza wanaharakati na viongozi wa kidini katika kuhakikisha kwamba tunatafuta mwafaka kwenda mbele. Unajua Kenya yetu hiyo jote yenye iko nayo, unajua kuna ile unaweza sema setting realistic goals. Unajua kuna ile realistic goals na kuna ile inaitwa timing. Sasa hivi temperatures za wa Kenya the here no there. Yani unaona hata vile tumejibuka hapa. Unaona? Yani kuna anga, kuna hasira fulani. Yani unataja tu kitu hivi, hata mtu sasa asikize vitu zingine zote. Anakuwekea barrier, asikize vitu zingine zote. Lakini nataka kuhakikishia wa Kenya hivi. Leo babako ni president wa hii country. Leo babako ni governor wa hii country ama kiongozi wowote. Lazima wewe mwenyewe ujibike kwa maisha yako. Lazima uamka asubuhi, lazima ujue utakula nini, utalala vipi, utafanya vipi. So kuweka suluhisho kwa kiongozi peke yake, mkichagua kiongozi fulani ndio utakuwa na maisha nzuri, hiyo ni kunoa. Hiyo si ukweli, sababu you have to do something as a human being, hata kama ni babako ako ushukani. So kwa hivyo kuna hiyo narrative tumeingiza kwa vichwa zetu zenye sasa viongozi ndio watasaidia kuongoza, iwe viongozi wa kanisa, iwe sisi kama baba mama, uncle zao, auntie zao, sisi wenyewe tujibike kwa watoto. Sababu wakitoka kwenye street, wakitoka na majeraha zao, tukienda hospitali, tukienda kwa mochari kulia, sana sana wa mama, ule baba niliona akilia peke yake ni baba ujua, peke yake ndio niliona akilia wa baba. Hii machozi zingine yote ni wanawake wanalia, ile uchungu ya kuzaa mwana. Sasa mimi naona hii nchi yetu sasa kuna ile inaitwa voice of reason. Voice of reason has to change. The narrative is wale wako kwenye siasa ni wanaume. Sasa wanawake wajibike, waamke, si kwa sababu pia wabebe matawi. Wakatae, sababu hawa watoto wakitoka kwenye street wanaenda kwa nyumba fulani, hata kama ni nyumba wamekombolewa, kuna mama, there is a woman picture there. Sasa ndio mimi nasema let the women of this nation be the voice of reason. Otherwise ukiongelesha, hata unaona vile tunakaa hapa na waheshimiwa hawa, unaona kuna vile wanafikiria, kuna vile mimi nafikiria. Kwa sababu mimi nikisikia mambo ya protest na shangaa ni mtoto wa nani tena atapoteza maisha. Unaongea the women of this country wako the voice of reason. Wewe ni mwanamke, kwa mfano mimi ni mwanamke, tuzungumzia labda the political class, tuzungumzia mama pale nyumbani ambaye anauza mboga, ama tuzungumzia wanawake kiujumla. Mama ni mama. Tuanzie first lady, tukuje Bi Aida, tukuje wote, watu ongoze kutoka juu.
women should be the voice of reason. Sababu huyu mwanamke, ule bwana, see even the president as a wife. Akarudi nyumbani, atarudi kwa bibi yake. These men and girls, all of them are going back to the female. Most of them are going back either to your aunt, to your wife, to your mother. So if the women of this nation can step up, useme uone kama bwanangu, useme yeye ndio president, mimi namwambia, tukiwa mimi na yeye tu, namwambia my husband, I think this is wrong. I am telling you they will listen. So who is going to talk to this nation? Of reason. Okay. Yenye imechukuliwa ni kama, unaona hata hii kwa hii maandamano, the girls utaona ni very few. Hata mtu anashanga, unajaribu kuangalia hivi. That girl is tough. What's going on? Now, what ile mabadilisho itakuwa hapa ni wa mama kujibika. Okay. Hata mheshimiwa hapa si yako na bibi yake. Uko na bibi yako. This line you are speaking, hii line itatuletea vurugu. Trust me, you will listen. Shikilia pale Bivlin, wacha nije kwako mheshimiwa Odege. Mwaka gani? Kutakuwa na vurugu, kutatokea maandamano. Sasa tunaanza kudai labda accountability. Ndio watu wana haki, kikatiba pia ipo, lakini katika njia ambayo iko sawa. Suluhu ni lipi kwenda mbele kama taifa, mheshimiwa Odege? Wacha nianze mahali ameacha. Sanity begins from me and my home. Wacha kila mtu awe na jukumu ya kuongelesha watoto yao kwao nyumbani kwanza. Watu waelewe mahali. Tukifika kwa siasa, pia sisi kama wanasiasa hakuna ruhusa ya kuteka advantage of people you think are disparate. Like now, tumeona ya employment. Na tunataka kuchukua hiyo kama ndio incitement point, ndio Wakenya wawe na hasira, ndio mimi nipate my political. Hello, fabulous ladies. Welcome to the talk show that's all about sisterhood, empowerment, and unfiltered conversation. We will be focusing on women. We believe in women. We are really changing. We are creating a safe space for women to connect, thrive, and share. Just because you're a woman on a bike, you're labeled in a certain way. It's not just a talk show, it's a movement. When they are standing, we need to stand out. From heartwarming tales to hilarious adventures. They could ask me, Catherine, why are you learning? We are turning the spotlight on women who are breaking barriers in their individual fields. You have to have a vision. You are the leaders of Kenya today. Keeping it honest and relatable. Mental health is real. Yes. Where there is no communication, there is no relationship. Join the sisterhood on KBC TV for Dada's show. If I was given an assignment kukufuata and to know your whereabouts. By who? Nachukiaga kierere ya huyu dem. She can do anything. Niko sure si yeye, juu niko namfuatilia. The only person who cares about my sister's safety is me. Oh my God. Oh my God. Because Glenn is missing and now Ruth. What? Glenn is missing? Mom, uko kwa Kathy.
Mom, relax. Chini. Nilidhani kila kitu iko sawa, lakini wapi? Hey! Unamaanisha nini? Mimi najua nasikiaga nimekuchokesha sana. Lakini ni muda tu kidogo imebaki, kidogo sana. Mimi nitakufa. Mtanizika mnisahau. What if what we had is broken? What if we are broken? What if you're the only ones who can fix each other? Sifurahishwi na hiyo uhusiano wenyu mko nayo na Jenny. Hata kidogo. Oh, come on. Jenny is 21 years. Tunatafuta suluhisho la kwenda mbele. Maana kama taifa lazima tusonge mbele mheshimiwa. Utakubaliana nani sio Ama unafurahia vile mambo yalivyo kwa sasa labda. Lakini lazima tusonge mbele. Suluhisho ni lipi? Na tunazungumzia hapa suluhisho za kudumu. Si kwamba leo. Maana narudi nyuma kidogo katika miaka ambayo imepita. Mara si moja utasikia kwa mfano tuwe na dialogue. Tunakuwa na kamati mbalimbali za kushughulikia mambo fulani. Hata baadaye ni ruhusu kutaja kwa mfano mambo ya NADCO. Hiyo ni kando kidogo. Lakini ukiangalia haya mambo yote mara nyingi wanasema tuzungumze. Ni kuzungumza tuzungumzi ama mazungumzo hayajazaa matunda kwamba tunahitaji suluhu zingine tofauti. Which way forward? Bale mheshimiwa ameongea vizuri. Umekubali? Ameongea vizuri. Amesema shida ya NGNC wanaelewa vizuri. Hai na hiyo ni mzuri. So ningekuwa ODM na UDA. Sahi. Ninge advise hawa kuita national dialogue. Hii dialogue itawahusisha this JNC wa viongozi wa kikanisa, viongozi wa kibiashara katika taifa letu, kwa sababu wako na mambo yao. Nchi hii ile shida zote amesema, na hawa JNCs they are agitating for better governance. Because it is their poor policies. It is their poor policies hawa. Serikali ni yetu kama Kenya, ni sisi wote, mimi ndani. Mimi nikiwa ndani. Lakini administration ni ya Raila na Ruto. Let's make it that one very clear. Why do you bring Raila in this? Sasa I thought we said tutafute njia kwenda mbele. Tutafuta suluhisho. When you bring Raila in this, I'm supposed to respond. Basi don't respond. Mheshimiwa Mwangangi, tutafute suluhu kwenda mbele tu. Tuko tuweke siasa kando. Kocha, hiyo sio siasa. Dola, msijaribu kuleta hiyo narrative na leta ni siasa. I'm bringing a serious proposal on a solution. Kusema Raila na Ruto, tunaona viongozi top ODM party leaders were appointed into positions of leadership. That is about so those people are born not to serve any government. Now, what I'm saying... Mwalimu wangu alinifunza mtu akizungumza unasikiza. Listen to wisdom. Okay, endelea. Now, sasa hii national dialogue itatupeleka mahali. Kwa sababu kila mtu atakuja pale aseme shida yangu kama Gen Z ni one, kuna ufisadi Kenya, na ndio maana ile Higher Education Lords Board ile policy mmeleta imeweka almost 3/4 of the education the students almost out of the education system. Waseme turudi pale, ama ikiwa ni kurekebisha turekebishe pale, so that millions of students can be catered for. Siku hizi unawaona wana agitate in the streets. Siku hizi for the first time under this administration ambao hawa wanasema wanawaambia tu support, unaona hata wahariri wa vyuo vikuu wanaenda ku agitate kwa streets. Huyu amewaongoza mara mingi is a unionist. Because of the policies zile zimeletwa na nini na serikali. Tunasema kodi iko juu ambayo inafanya biashara zihame hata nchi yetu. Ikuwe ngumu for businesses to expand
learned to observe these Gen Zs na the rest of the population. Ndio tunasema ni vizuri watu wazungumzea ya mambo so that out of this discussion we will come up with solutions, and not solutions ambazo ni political driven. Ni vitu ziko na clear timelines to now to implement them for the bettering of our country. This is not politics, it is serious business. Umesema kitu muhimu sana. Sasa ni vibaya sana. Ni vibaya sana tunaketi hapa tunasema it's like Gen Zs tunachukulia kwa sababu ya over high unemployment rate in our country ambayo imeletwa na policies za hii serikali. Unasema ati ni kama tunaelewa vile wanafanya, ili hali we have a parliamentarian here. Atuelezi hata mbungeni anafanya nini ku address some of high taxation regime in the country. He is not telling us what they are doing as an institution, because amesema vizuri sisi tumechaguliwa tunalipwa na kodi ya inatolewa kutoka kwa Wakenya. Kwa nini tusilete policies and laws that are going to address their challenges? You know, so this dialogue is very important. Umeeleza vizuri dialogue. Kidogo tu hapo kwa dialogue. Jambo la pili. Dialogue wakati tunazungumzia labda ni kwa uwanja, ni watu wachache waitwa kwa meza. Labda kidogo tu ufafanue kwa dakika moja wakati wa dialogue. Just tell Professor Akwe anasikiza. Mimi mwenyewe nilipokuwa naongea nimesema na nitarudia, the dialogue should include everybody. Okay, everybody in terms of what we have organized way of religion country. Tunajua our Gen Zs how to include them, because for example every university has student leadership. Ukisema unataka wanarika in different categories, you will get them. Ukisema leo wafanyabiashara tunajua they are grouped in a certain way. Tuko na CAM, Kenya Association of Manufacturers, tuko na Kenya Private Sector Alliance, tuko na wengine even SMEs siku hizi wako na nini. Everybody who needs to be brought on the table. Umeniuliza watakuja, even the leadership of the parliament. They represent people. You have heard over 3 times he's quoting, he represents a certain constituency. So everybody needs to be brought on the table, and who to do it. Since already even the political class, those who are agitating out there, watu wanaona ati Gachagua amekasirika. Si Gachagua amekasirika, ni wa Kenya, and it has got nothing to do with the former deputy president. Lakini hawa watu wetu wameungana juzi, they want to lie to the world and the Kenyans that it is ni Gachagua ndiye analeta hii. This is, I don't agree with this. Tushikilie pale. Si Gachagua ameleta high taxation regime na mambo mengi. None of us has talked about Gachagua. The only man talking about Gachagua repeatedly is my brother Mwangangi. Sisi hatujawahi ongea mambo ya Gachagua. Asante, nataka tutoke pale. Hatukuitwa hapa kuongea mambo ya Gachagua. Vizuri sana. Na asante kwa hilo, umejieleza vizuri. Itakuwa makosa kumalizia majadiliano manake na dakika kama 8 kama hatujazungumzia masuala ya fidia. Kwa mfano, tunapozungumza hapa, maandamano yanakuja na athari zake. Wapo watu wamepoteza maisha, wafanyabiashara wamepoteza mali. Hizi zote ni hivi vyote ni vidonda ambavyo vipo ndani ya watu, na ningependa kujua labda kutoka kwenu jinsi gani mwafaka ya labda serikali kufidia wale ambao wameathirika katika njia moja au nyingine kulingana kutokana na haya maandamano. Tasli, wakati tulikuwa bunge, kama ulifuata majadiliano katika bunge hiyo siku, tulisema lazima serikali waangalie ya kwamba wale watu wamepoteza biashara wasaidiwe. Jana uliona ya kwamba pia wale waliumia na walipelekwa hospitali, bili yao imekuwa waived. Hawatalipa pesa katika hospitali kwa sababu serikali itasimamia. Lakini tunataka tuende zaidi, kwa sababu hii biashara hata ukiwasaidia saa hii warudi na tarehe 7 ivunjwe tena, itakuwa kasi ya bure. Lazima tuone ya kwamba kama kuna mtu anafanya biashara yake, hiyo business inakuwa protected na watu wawe safe katika biashara wanafanya. Lakini mambo ya siasa haitaisha. Lakini kitu nataka nimwambie wa Kenya, siasa, awacha siasa ile kesho katika ballot.
lakini siasa ya incitement na mambo ya barabara na kelele mingi tuachane nayo. Kama mtu akona sera yake fulani, direct ya sera kwa yule mtu amemkosea, kuna haja kuje aniambie mimi kwa sababu nimekosana na Dora, sasa kuja mnisaidie tumpige. Hapana, hata mimi kila siku tunakosana na watu, lakini vile tuna yeye pia hiyo yake, ama wao wafanye vile wanataka. Lakini hii mambo ya kukuja hapa na kujaribu kutatua mambo yako ya kuingiza watu wengi ndani, hakuna haja. Lakini yangu ya mwisho kabisa, tuko na serikali, na kama tuko na serikali, astaki niseme serikali ni Ruto. Hapana, serikali ni mimi, wewe na mtoto yako. Kenya leo Ruto ni president, jana Uhuru alikuwa president, kesho Tom atakuwa president. Wakati umepata inchi iko, tukichoma hii inchi, hata tukipiga siasa mpaka milele na milele, hatutakuwa na inchi ya kuongoza. Wacha tuone ya kwamba tuko na inchi, na hiyo inchi lazima iwe yetu, na lazima tuchunge. Na hiyo inchi, wakati tunaangalia inchi ya Kenya, mambo ya presidency tuachane naye. Asante. Kabla sijawahusisha wageni wengine, nisome baadhi wetu wa Facebook. Yupo mmoja anaitwa Mama Chris, manake tunauliza hapa suluhu ni lipi kuleta maridhiano kama nchi na tuweze kusonga mbele. Mama Chris anasema kuketi na wakina Gen Z ili wajue wanataka nini. Sisi CI account tunafuatilia. Griffins M Odari anasema kuondoa maandamano kwenye katiba. Anasema mwingine hapa David Rotich kwamba since protest and picketing is guaranteed katika katiba, anasema ime mess up, they bring in the police paid by taxpayers money, guarantee the security of a private arrangement. Ujumbe wake ni mrefu, lakini anasema kwamba kunafaa kufanyika njia katika ama maandamano katika njia sawa, na vile vile polisi wakaweze kulinda mali. Nitasoma nyingine moja. Dennis Nyongesa anasema ni jukumu letu wananchi kuwa kazi nyumbani. Anasema kwanza 5 ya bunge ikiwemo wote wakaweze kwenda nyumbani, 95% ya hawa wabunge. Alafu nitamaliza na moja hapa, anasema Enos Kirama, sheria madhubuti bila hivyo kila wakati, na mmoja tu lazima serikali okay. Lakini wengi wanasema hapa kama Gen Z wakaweze kuzungumziwa katika masuala haya. Tunaelekea kutamatisha, na tulikuwa tunatafuta suluhu, na umeona wengi wakizungumzia masuala ya kuweza kutafuta suluhu kupitia kuzungumza na Gen Z. Hali ya fidia kwa ufupi tu sana, sofa tumefanya vya kutosha, ama serikali imefanya vya kutosha. Najua tuzirejesha maisha, lakini hakuna serikali yoyote hata wanze tangu time of independence, hakuna ile serikali utapata kila Mkenya akisema imefanya. Kuna wenye watasema imefanya, kuna wenye watasema haijafanya, sababu hakuna one perfect situation or one perfect person. Na mimi nasema kwa sababu ya kuleta suluhu kwa maneno yanayoendelea Kenya, Wakenya nataka waangalie si Ruto na Raila peke yake wataleta hiyo. Kila mtu ajibike. You kama mama mboga, you like the president, you like the governor, you like the deputy governor, you like the member of parliament, unafaa kujibika in the effort of providing solutions to this country. Kenya is not for Ruto and Raila. It's not. They only have a coalition. See how this country has Mama Mboga, has Gen Zs, has what? And what's the problem with Gen Zs? Creating jobs. What can you do as a government? Can you reduce the retirement age? Ndio watoto waingie mainstream. Number 2, can you set policies, especially in the private sector, like how many Gen Zs have you employed? They can be given a percentage. Look at these tenders. Umesikia vile mheshimiwa anasema, unapatia wa Gen Zs kazi, wameenda wameomba, umesema hii ni ya youth, umewapatia tender, inachukua 5 years, hata imsaidii. Unaona, inamcause more trouble. So those are the policies that should be put in place and implemented. Unajua kuna vile these policies are put in place lakini they are not implemented. So mimi nasema Kenya yetu ndio tupate suluhu. Kila mtu lazima ajibike from where she or he is. Hii si kitu ati mkitaja ukiamka asubuhi umelala njaa haukwenda kufanya kazi Ruto Raila. That is not going to work. Everybody ajibike and be responsible within your own skin. Ujue hii country ni yetu sisi wote. Hata wewe kama mtangazaji lazima uje utangaze vizuri.
familia yako, kuna mambo zako unafanya. Hawa wana cameras wako hapa, wako na familia, wako na jukumu lao, wako na mambo zao wanafanya. Lazima asimame pale afanye vile anafanya pale na amani. Lakini sasa protest zimekuja, imepasuliwa, imefanya nini, yeye mwenyewe ameumizwa, imetusaidia na nini? Naam. Asante Bwana Mwangangi, tukimalizia njia mbadala labda ambayo tunaweza kusema vijana wetu wanaweza kuwasilisha lalama zao kando labda na maandamano, unafikiria ni zipi? Najua maandamano yako katika katiba ibara 37, lakini katika njia ambayo inafaa pasipokuwa na silaha na kadhalika. Kuna njia mbadala labda wanaweza kueleza tetesi zao? Kwanza ni ruhusu niseme ya kwamba tunasema tunaelewa nini inaendelea, lakini inakaa kama hatuelewi, kwa sababu better improved governance is what is at the center of these demonstrations. Na ukisikia hawa ni watu wanaelewa the kind of country they want. Ndola wanaotutazama na wanaotusikiza labda ni wasomi, wamesoma sana, wako na experience more than any of us here. There is no country on earth that has been developed by some of the policies I'm seeing. And that's why I'm saying, kwa sababu kuna watu wengi unasikia tukizungumza tunasema kuna makasiriko. Hawa wamekasirika. So mazungumzo kwa sababu sisi ni wa Kenya na hatuna nchi nyingine, na furahia vile tunasema sisi wote hapa. Ni vizuri watu wazungumze, and out of that discussion, out of that discourse, kutatokea mambo ambayo yataform a policy or a law that will address some of these challenges going forward. Jambo lingine, ikiwa tunataka kuendelea kama nchi, constitutionalism is very important. Rule of law. The way we are seeing, watu wanaorganize maandamano hapa, the people in power wanaangalia, wanaona hii maandamano itatokea, itakuwa successful, it will not be violent, tunaanilish police na these militias. And then we create a narrative. Unachukua wanasiasa sasa, wanaenda rally sasa ndio wanaeleza wananchi what happened. No, sincerely. So, and my last point is, let's think anything that comes out of my mouth, nichunge na nini nasema. And I'm very sincere on this. Kuna mambo tunasema, lakini pia tusiseme tunapenda Kenya. Hakuna nchi imeendelea ulimwenguni kote. Nchi zingine they developed today, they have an history of a revolution of certain sort. Na revolutions, hata ukiangalia nchi yetu vile tumesonga, look what we did to send away the colonialists. Look what we did to ensure. Look what we did to have the freedoms that we are enjoying today. So there has to be a way, and this way shed blood. Okay. If these maandamanos are not interfered na state and those who want to defend the system because maybe I'm benefiting from the same system and I must protect it in one way or the other, tutaendelea na kila mtu ata-express his or her own freedoms. Asante, umejieleza vizuri. Muda umenipa kisogo wangwana. Tufanye hivi siku nyingine itakuwa sawa. Lakini tumekubaliana sekunde 30 alafu tutoke. Tafadhali. Sekunde 30 wanake taarifa. Hii ni yangu ya mwisho kabisa. Na ni nchi ningependa niombe wanasiasa wenzangu, wale wanataka kiti, wale wanataka kureplace Ruto, tuchape siasa kwa njia ile inafaa. Hata wale wanataka kureplace watufanye siasa kwa njia ile inafaa. Unajua wewe you serve one time, I've served two, so you have to respect me. I'm your senior. Asante ndio. Asante. Hata mimi kimalizia 10 tu tafadhali. Mwelekezi ananiambia ndo natoka. Ile nazambia Wakenya ni ya kwamba peace, amani, hizi protest tunashinda tukisema it's in the constitution, but haijafanya kazi. It has been infiltrated by goons.
mimi naomba tu mambo ya protest ziache for now, sababu kama ingekuwa peaceful protest that's okay, lakini wanaenda kwa street, wamama wengi wanaendelea kulia, maisha inapotea. Mimi naomba tu wa Kenya tuwe watulivu for now. We are not in the right state of mind to handle a crisis. Asante. Tuachie hapo, tutaendelea. Tutamaliza. Mheshimiwa Mwangangi, Mheshimiwa Evelyn, asanteni sana. Watazamaji tunasema asante sana. Kumbuka maoni yote yaliyotolewa hapa si ya shirika, lakini maoni ya hawa Evelyn Ogendo, asante, ambaye ni Odege Mbunge wa Nyatike, asante, na vile vile Mheshimiwa Francis Mwangangi, naibu gavana kaunti ya Machakos. Waelekezi wangu, na asante sana Dennis Chisaka wa Moi sana. Wacha turejee upande wa pili wa studio.